Watu wengi wamekwama kupata vitambulisho vyao vya taifa au NIDA kulingana na kwamba hawajui ni vitambulisho au viambatanisho gani wanavyotakiwa kuwa navyo kabla ya kuweza kuomba au kuweza kufanya usajili wa kitambulisho cha taifa. Sasa katika video hii nitakwenda kuonyesha viambatanisho ambavyo unatakiwa kuwa navyo ili kuweza kupata kitambulisho chako cha taifa. Hakikisha unakaa mwanzo hadi mwisho wa video hii, kwa sababu mwisho nitakwenda kupa tips mbili ambazo ni muhimu unazotakiwa kuzingatia kabla hujaanza usajili wa NIDA. Sasa kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii ya Feaboy, tafadhali bonyeza neno subscribe, like video hii, share video hii kwa wengine wengi zaidi ili waweze kupata taarifa hizi. Lakini kama tayari umeshapata namba yako ya NIDA, comment hapo chini nimepata, na kama bado comment hapo chini nahitaji NIDA, na mimi nitaweza kujibu na kukusaidia jinsi ya kuweza kuipata NIDA yako kwa haraka zaidi. Kitu cha kwanza kabisa unachotakiwa kufahamu ni kwamba unatakiwa kuwa na cheti chako cha kuzaliwa. Cheti cha kuzaliwa unakipata RITA, na pia kama hauna cheti cha kuzaliwa comment neno nahitaji cheti cha kuzaliwa, na mimi nitakusaidia kupata cheti chako ndani ya saa 24 tu utaweza kupata cheti chako. Kwa hiyo hakikisha una cheti cha kuzaliwa, lakini pia uwe na kitambulisho cha mpiga kura, na kitu kingine kinachohitajika ni cheti cha kumaliza shule ya msingi au shule ya sekondari, living certificate. Lakini pia unatakiwa kuwa na leseni ya udereva. Katika viambatanisho ninavyokutajia unatakiwa kuwa na angalau viambatanisho viwili. Katika hivyo nilivyovitaja unatakiwa angalau kuwa na viambatanisho viwili kati ya hivyo. Lakini pia nakala ya cheti cha kuzaliwa au kiapo cha mzazi mmoja. Kwa hiyo hakikisha una cheti cha kuzaliwa cha mzazi wako mmoja, kama ni mama au kama ni baba, lakini kama hakipo hakikisha una kiapo cha mzazi au tunaita affidavit form. Hakikisha unacho cha mzazi mmoja. Yani kama uraia wa mwombaji ni wa kurithi, kama uraia wako ni wa kurithi, thibitisha kwa nakala ya cheti cha kuzaliwa au nakala ya kitambulisho cha taifa cha mzazi mmoja. Kama uraia wa mwombaji ni wa kujiandikisha, thibitisha kwa nakala ya uraia wa kujiandikisha, dossier namba ya mwombaji. Legal resident mandatory document for NIDA card application, hakikisha una passport number na resident permit au work permit. Hii ni kwa wale ambao ni non-resident. Okay. Kwa hiyo sasa tutakwenda kuangalia jinsi ya kuweza kupata NIDA yako online. Nitakwenda kuonyesha namna ya kuweza kupata NIDA yako online katika video inayofuata. Mfano hapa nitakwenda kuingia katika mfumo huu hapa. Nitakwenda kuonyesha kitu hapa. Let's wait and see. Okay. Kama unavyoiona fomu hii hapa ni sehemu ya kujaza taarifa binafsi. Hapa utajaza taarifa binafsi, then baada ya hapo utahifadhi na utaendelea katika kujaza taarifa zingine. Unatakiwa kujaza taarifa zako binafsi, taarifa za wazazi, taarifa za uraia, anwani ya unapoishi sasa, anwani ya kudumu, kumbukumbu binafsi na viambatanisho. Then baada ya pale utapata fomu ya usajili. Na baada ya kupata fomu ya usajili, ukishapata fomu yako ya usajili, basi kinachofuata pale utaipeleka katika ofisi za NIDA. Utapeleka ofisi za NIDA kwa ajili ya fingerprint pamoja na kupigwa picha. Kwa hiyo hakikisha umesubscribe katika channel hii ya Feaboy ili kuweza kupata update mbalimbali kuhusu jinsi ya kuweza kupata namba zako za NIDA online. Na kama hauna leo, comment neno nahitaji NIDA, nami nitakufuatilia na nitakusaidia kuweza kupata NIDA yako. Asante na karibu.